Eneo kubwa la wilaya ya Serengeti linamilikiwa na hifadhi yetu. Hifadhi yetu ni 79%. Kwa mantiki hiyo, ndani ya hifadhi yetu ya taifa ya Serengeti kuna wanyama wakubwa na wadogo. Na kwa mantiki hiyo, kwa kuwa eneo kubwa la hifadhi, kwa kuwa eneo kubwa la wilaya yetu lipo hifadhini, kwa hiyo mgongano wa wanyama waliopo hifadhini na shughuli za kibinadamu zimekuwa kubwa sana, au kumekuwepo na mwingiliano mkubwa sana. Tumeona Mheshimiwa Rais ametuletea gari lenye thamani ya shilingi milioni 360, lakini sambamba na hilo ameajiri madaktari 6 kwa ajili ya kuhudumia hilo gari, na hilo gari limeletwa mahususi kwa ajili ya kukamata wanyama wakali wakiwemo simba wanaovamia maeneo ya wananchi kwenye shughuli za kijamii na kuwarudisha hifadhini kuendelea na shughuli zao. Tunawaona wenzetu wa TDS wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi pamoja na wadau wote wa kuhakikisha wanaendelea kutoa elimu, kutoa elimu ya uhifadhi, kutumia mbinu za kisasa, kuhakikisha wanyama wanarudishwa katika makazi yao. Tumeambiwa kwamba kuna minara vile vile imejengwa ya kuweza kuwadetect wanyama wako wapi. Kuna uwekwaji wa kora kwa simba ili kujua wako wapi na kumonitor. Lakini vile vile tunaambiwa tumejengewa mabanda mazizi ya kisasa yapatayo 95 ambao kumekuwa ni mfano bora na wananchi wetu wamekuwa wakiyajenga, na tumeona kumekuwa na manufaa makubwa sana, kwa sababu kwa takwimu tu inapoonyesha kwa haya mabanda ambayo yameshawahi kujengwa hakuna mnyama amewahi kuingilia mle akadhuru wanyama wetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Na nitoe rai kwa wananchi wetu especially wafugaji waendelee kujenga haya mabanda bora, yanasaidia sana. Kuna mfadhili wetu mmoja, baada ya kuona kazi inafanyika inakuwa na mafanikio, basi akatuongezea fedha zingine kiasi za miaka mingine 2. Sasa tulipombembeleza tupe zile fedha, alitupa swali la msingi, akatuambia ninyi na wadau wenzenu huko mmejipangaje baada ya hapo? Kwa hiyo pia ni jambo la muhimu, tuliona pia leo tulizungumze. Hakuna mfadhili anataka alete fedha alafu zile shughuli zilizofanyika baadaye akirudi baada ya miaka 2 au 3 akute zile shughuli zilishasimama, yani haziendelei. Anakuwa kama vile alitupa fedha yake haina manufaa. Mnashindwaje kabisa mtu kuona kwamba anapata hasara? Simba anaingia kwenye zizi langu, anakamata ng'ombe 8, ng'ombe 7. Wana thamani gani hao ng'ombe? Unashindwa kuchukua ng'ombe 2 3 ukauza ukatengeneza zizi? Tunategemea wafadhili kweli? Hiyo gharama ya wafadhili hiyo ni afadhali ingetumika hata kununua magari ambayo yatasaidia kusurvey kwenye maeneo ya malisho. Lakini kweli kabisa, mfugaji una ng'ombe 1000, una ng'ombe 500, unashindwa kutengeneza zizi, kununua waya na kutengeneza zizi imara. Niwaombe kupitia kikao hiki cha wadau ili tupendeze swala la waya, swala la muhimu kuliko kitu chochote. Tutaweka vikundi, tutaweka kila kitu, lakini tumeona njia pekee inayoweza kusaidia wakulima ni swala la waya, kwa sababu kuna sehemu tumeona wameweka waya na imefanya vizuri sana waya. Kwa hiyo kikao hiki cha wadau mbalimbali, hili ndio kulichukue ni sehemu muhimu. Na vile vile kuna vile vihenge, kwa sababu nimesema tazungumza kwa niaba ya wafugaji wenzangu na wakulima wenzangu. Kuna vile vihenge imara ambavyo vinajengwa, tuendelee kuchukulia kwamba lile ni darasa. Kwa hiyo sisi tukopi na tufanye. Nimeona kitu kinaitwa RRT. Naona kama kiko kama jina lake ni Rapid Response Team. Inaweza kusaidia kwa haraka zaidi kama jina lake lilivyo. Sasa nikawa nafikiri kwamba inapopatikana budget hii RRT iongezewe budget, ikibidi hata kwa kila kata kuwepo na kituo cha
RRT, sababu kitasaidia sana kupunguza uharibifu huu. Alipokuwa anaelekeza skora pale, kuna ile grafu inaonyesha kwamba mwezi wa 5 kuna adha kubwa sana wafugaji. Kwa hiyo tunapopata budget pia miezi hii iongezewe budget ili tupunguze adha hii ya miezi ile ambayo wanyama wanakuwa hawapo na simba wanakuwa wamekaribia. Kwa hiyo imetufunza kwamba kwa miezi hii hasa sisi wafugaji ya kujiandaa kupambana na wanyama hao. Swala labda la wafugaji kuchungia kwenye maeneo ya hifadhi, hili naona ni sababu ambayo imepelekea kama alivyosema mwenyekiti wa Ikona WMA kwamba simba baada ya wafugaji kuwa wanachungia kwenye maeneo ya hifadhi nyakati za usiku, ndio imepelekea simba kuweza kujua kwamba kumbe mifugo ni rahisi kuwinda kuliko hata wanyama pori. Kwa hiyo tukae tukijua, tuzungumze kama wahifadhi, tuzungumze kama ni watu ambao tumetoka mikoa ya mbali huko kanda ya Ziwa. Sisi ni wahifadhi na wananchi ni wahifadhi wa kwanza. Kwa hiyo ni waombe, tuko hapa kwa ajili ya kutafuta mwarobaini. Hatuko hapa kwa ajili ya kumwangushia gari nguvu mtu yeyote. Kuna baadhi ya maswali na majibu tulionayo wakati mwingine huwezi kusema hata, sababu kuna wakati tafsiri inakuwa tofauti, labda inakuwa ni fedheha hata kwa mwananchi mwenyewe, lakini mwisho wa siku ni sheria. Sisi ndio zinatutaka tusimamie sheria zilizopo. Kwa hiyo na sisi ni wasimamizi tu na watekelezaji wa sheria, lakini tunahitaji tunapokutana sisi kama jukwaa kama hili tuweze kuelewa vizuri yale ambayo tunajifunza ili tuwe mabalozi wazuri kule kwa wananchi. Kama kuna mambo ambayo umeona ndio mwelekeo, basi tukienda nayo hata tufanye ni agenda ya kudumu kwenye mkutano wetu ya wananchi, na mwisho wa siku yawezekana nikasaidia kwa namna moja au nyingine. Wakiongea halmashauri, sio majengo haya wanawalenga na nyie pia. Kwanza nyie ndio wanufaika wakubwa, na pena nilisema wazi kabisa mjue kwamba hili jukumu, kwa mfano matatizo madogo madogo wamesema wale mamontazi kwamba mishahara wapati, posho, sijui gari, hayo ndio majukumu yenu. Ili uhifadhi huu uendelee, lazima mwekeze kwenye maeneo haya. Mkikwepo kusema ni jukumu la halmashauri, hatutafika na hamtakuwa na maana kuwepo nyinyi. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tunawasisitiza nyie WMA na vile vijiji 7 ni jukumu lenu 100%. Kwanza nyie watu ambao mlikuwa mnatusaidia, wadau METI, tunawashukuru sana. Mlikuwa mkisaidia sana vijiji vile vinavyopakana na maeneo yenu. Lakini wilaya yetu ina kata 30. Zile kata na wahakikishieni kwamba wote 100% ni washiriki katika uhifadhi wa hiyo hifadhi yetu ya Serengeti. Hata sio kwa 100% zote, mkitoa misaada kwa maana miradi, msipeleke kwenye vijiji vile kama nilivyotangulia kusema kwamba mtawadekeza. Mulete na vijiji vingine na kata zingine, walau hata 30%, 70% mwelekeze huko. Lakini 30% mulete kwenye kata zingine zile ambazo pia ni waathirika wakubwa wa wanyama hawa hatari. Kwa mfano simba, kila siku tunawasikia Masongo, Msati, mpaka kule Nyamitita, mpaka Gesaria. Wale wanyama wanaleta madhara kule. Kwa hiyo tunawaomba kupitia hadhara hii, ile misaada pia kuanzia sasa ikiwezekana, na kule wale wananchi wanufaike ili waweze kuwa mabalozi wazuri. Lakini swala la ujangili ambao ulikuwa hatarishi kwenye miaka 10 iliyopita umepungua sana, sio kwa maana ya kwamba tunaombeza vile vijiji. Hata hivi vijiji ambavyo viko katikati ambavyo havipakani na hifadhi. Kuna hoja ililetwa hapa kwamba kuna fence. Nipende kusema kwamba kuhusu fence hakuna mwananchi anayekataa, na sisi kama halmashauri hatukatai fence. Isipokuwa shida ni fence ikae wapi. Hapo ndio penye shida. Kule ulipotolea mfano kwamba fence imewekwa maeneo ya Bonchugu, Sedeko, imewekwa kwenye mipaka ile ya Ikorongo Game Reserve, ambapo yule mwananchi haruhusiwi kuvusha mifugo kwenda kuchunga kule. Sasa hapo mking'ang'aniza kwamba mwekee sijui eneo lile la malisho liwe ndani, hiyo nayo nani ataielewa jamani? Wale wafugaji nao wana nafasi kwenye taifa lao. Yale maeneo walishayaweka kwenye mpango wa matumizi bora ya ardhi. Sasa leo unaponiambia uweke fence alafu uweke mageti, mimi kama diwani sielewi, kama mwenyekiti wa halmashauri sielewi. Kwa hiyo mkienda kwa wale wananchi, mkiwasikiliza vizuri, hawana shida na kuweka fence. Ila wapi fence ikae ndio shida. Na sisi tuko tayari fence iwekwe, ila wasikilize wananchi wapate eneo la malisho kama ulivyokwisha jiwekea.